Jina naitwa Firoz Khan, ni mfanyabiashara katika soko kuu la dhahabu Geita katika kampuni ya Kilosa Kwetu Trading Limited. Lakini vile vile ni mwananchi, ni raia wa Tanzania na mdau ambaye napenda kuchangia katika maendeleo ya nchi yangu ili nijivunie kwa Utanzania na uzalendo wangu. Ama kweli kwa hatua ambayo tumepiga nchi yetu baada ya kupata rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni alama ya kihistoria. Manake kwa kweli kupata kiongozi ambaye anakuwa ni mlezi, anakuwa ni mdau wa kuweza kujali wananchi. Kwa kweli sisi katika sekta ya madini tumeona tumepata hatua ya kuangalia mbali mno. Yani sasa hivi Tanzania katika sekta ya madini inajulikana kimataifa. Hapo siku za nyuma hata katika safari zetu ilikuwa tukimwambia mtu Tanzania au tukizungumzia dhahabu au tukizungumzia hata madini ya Tanzanite walikuwa wanapata tafsiri ya nchi zingine za jirani. Lakini kwa namna mama alivyosaidia kuiweka Tanzania katika ramani ya kimataifa, kwa kweli ni jambo ambalo tunalivunia na tunajionea fahari sisi kwamba tumepata rais ambaye yeye pamoja na jopo lake na washauri wake na pamoja na wizara zake, kwa kweli tumepata kujivunia kwamba tumepata mama mlezi. Na kwa watu wengi sisi tunapenda sana apate miaka 5 na tuna imani kwamba atapata miaka 5 kwa sababu historia ambayo ameitengeneza inatupa sisi ufahari wa kuweza kupata bado malezi yake na busara zake na vile vile muono wake, ili sisi Tanzania tujivunie kwamba ni nchi ambayo tuna kiongozi aliyekuwa ni mwema, kiongozi ambaye ni mwenye kubeba wa Tanzania, lakini kiongozi ambaye anataka kutuvusha katika sekta zote za kimataifa, uchumi pamoja na amani na maendeleo, na hayo tunayaona. Kwa hivyo mimi nashauri kwamba watu wote jamani tuwe na mtizamo chanya. Kila jambo lina mapungufu yake. Hakuna kitu ambacho kina mapungufu katika ulimwengu huu. Lakini ukiangalia mazuri, basi na wewe utakuwa mzuri na utaweza kusonga mbele kwa kuchangia katika uzuri uliopo. Kwa kweli soko la dhahabu tumekuwa na uhuru mkubwa na vile vile tumekuwa na wadau ambaye sasa hivi, zamani ilikuwa sisi soko la dhahabu tunatafuta watu wa kwenda kuuza. Yaani tulikuwa tunabisha hodi, lakini baada ya sera ya mama katika miaka 4 sasa hivi Tanzania inatafutwa. Tanzania sasa hivi inauliziwa kwa sababu tayari imeshajulikana na watu wanakuja sasa hivi wanataka dhahabu, wanataka bei nzuri. Na baada ya BOT vile vile kufungua ulingo wa kwamba tunaweza tukaiuza dhahabu ndani ya nchi yetu, kwa kweli tumepiga hatua ambayo ni ya kimaendeleo na ni hatua ambayo inatupa sisi fahari, pamoja na tunapata kuona kwamba na sisi kweli dhahabu yetu sasa imekuwa na thamani ya kwetu na si thamani ya kupangiwa na wengine. Nchini Geita ni mkoa namba 1 kwa kuzalisha dhahabu, na katika Afrika sisi tumekuwa ni nchi ya 3 kama sio ya pili. Baadhi ya nchi sasa hivi wamefunga katika uzalishaji wa dhahabu. Kwa hiyo Tanzania baada ya Ghana tunahesabika kuwa ni wa pili. Na kwa mwaka huwa inazalishwa kiasi gani cha dhahabu hapa Geita? Kwa tathmini ya kipindi cha nyuma, mwaka juzi ilikuwa tunazalisha tani 600. Tani 600 kwa mwaka. Yaani tumetokea katika tani ambazo zilikuwa kama sikosei kwenye 100 na kitu, sasa hivi tunazalisha tani 600. Jana nilikuwa Mwanza na nilikuwa na kikao mwekezaji kutoka Oman pamoja na kutoka Dubai, na baada yeye kuwa na ile taswira ya zamani na jinsi wanavyoitafsiri Afrika, nilivyomuelezea sasa hivi kazi inavyofanyika na uwazi uliopo na kila kitu kinakwenda kwa mchakato wa haraka, amesema atafunga safari na baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani atakuja huku ili na yeye mwekezaji namba 3 katika soko letu la dhahabu.